Karibu sana mtazamaji, ni mara nyingine tena nakuletea mada ya mahusiano, jinsi ya kuanza kuwa mtamu kitandani. Watu wengi wamekuwa wepesi kulalamikia wapenzi wao kwamba hawajitahidi, hawafikishi kileleni, hawajui jinsi ya kumwandaa mwenzie. Ni rahisi sana kumlaumu mtu mwingine bila kujiangalia wewe mwenyewe. La kwanza la muhimu, ili uweze kuwa mpenzi mtamu, lazima ujiangalie wewe mwenyewe ukoje. Kwa sababu gani? Pale ambapo unashindwa kutoa mchango kwenye mahusiano ulionayo wa kutosha, mwenzio ataona kama vile unamtegea. Hebu fikiria, dada huyu anaambiwa na mpenzi wake, hebu niambie nikushike wapi ili usikie utamu zaidi. Mwanamke mwenyewe anasema, sijui mimi mwenyewe, sijui nishike wapi. Kwa hiyo unaona, huyu dada yeye mwenyewe hajijui ashikwe wapi. Kama fikiria kesi hii ya huyu kaka, yuko ndani ya uchumba mwaka wa pili. Anasema kwamba toka tumeanza kufanya mapenzi na huyu dada tumefanya zaidi ya mara 15. Namuuliza dada huyu, katika mara 15 hizi tumefanya mapenzi, nimekufikisha kileleni mara ngapi? Yule dada akasema ni mara moja tu. Kaka huyu aliumia sana. Akamuuliza, kwenye hiyo mara moja ambapo nilikufikisha kileleni nilikufanyiaje? Yule dada akasema sikumbuki, lakini ninachokumbuka ni kwamba nimefika kileleni mara moja tu toka tumeanza mahusiano haya. Fikiria, kaka huyu yuko ndani ya ndoa. Kaka huyu ni mwanajeshi, mume wake ni daktari, na mke wake ni daktari. Ndoa ina miaka 3. Katika miaka 3 mwanamke anasema kama nimefika kileleni haizidi mara 3. Sasa anakuja kwangu kwa sababu gani? Alimfumania mume wake na mwanamke mwingine nyumbani kwake. Huyu dada kama daktari huwa anaagizia vitu kutoka China. Sasa kuna dada pale bandarini huwa anapokea vile vitu alafu anavileta nyumbani. Sasa siku hiyo mwanamke yuko kazini hospitali anafanya operation. Vitu vimefika bandarini. Yule dada anavileta, anamkuta mume wake, alafu anaanza kufanya mapenzi, alafu mke wake anaingia na wakuta wako sebuleni wanatiana sebuleni. Alafu mwanamke amekasirika sana na nini. Mwanamke ananiambia kwamba kwanza mume mwenyewe hanifikishi kileleni. Hebu ongea naye. Mwambie sitaki hata kuongea naye, hebu chat naye. Ananipa namba yake na chat naye. Mwanamume hajui kwamba alikuwa mke wake afiki kileleni. Anasema mimi napiga goli 4, lakini mbona yeye mwenyewe alikuwa anasema analizika. Mwanamke anasema hamna, nilikuwa namdanganya. Namtumia video za jinsi ya kumnogesha mwanamke na maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake. Namtumia video. Kwa mara ya kwanza anampizisha mke wake mpaka maji yanaruka, yale ya kufika kileleni, unaita squirting. Kwa mara ya kwanza huyu ananiambia yeye mwenyewe, mume wake mwenyewe ndo anatumia message. Sasa ni muhimu sana ujue lipi linahitajika na jinsi ya kulifanyia kazi. Kwa hiyo usipojiangalia wewe mwenyewe utapata shida kama huyu kaka anavyopata shida. Naomba nikusikizishe sauti hii uweze kuona ninachokizungumza. Usipojiangalia wewe mwenyewe itakuletea shida. Sikiliza kesi hii. Nikiwa na mtu wangu, yani nashangaa nakuwa na tatizo sana la kuwahi. Yani kile kitendo tu cha kumuingilia tu, kile kitendo cha kumuingilia najikuta yani nishafika kileleni au nishatoa spam. Yani kile kitendo tu cha kumuingilia nakuta nishatoa spam. Sasa nashindwa kuelewa shida ni nini, ila kila nimejitahidi kwa njia zangu zote nashindwa. Yani nashindwa kuelewa shida ni nini na nini. Maana kuna mtu mwingine paka ilikuwa hiyo tabia yani kinatokea mara kwa mara, paka ikafika stage nikaamua kutoka na mtu mwingine. Nilipotoka na mtu mwingine nikawa bado sijiamini, nikasema ngoja nitumie kwanza nini, paka ikafikia hatua nikasema ngawa sijiamini, ikafikia hatua sijiamini kabisa. Nikasema ngoja nitumie Viagra. Nilitumia Viagra lakini kwa mtu ambaye
ni tofauti na yeye, yani tofauti na huyo mpenzi wangu. Nikatumia hiyo Viagra. Nilipotumia niliweza kustahimili na nikakaa muda mrefu sana sana sana, na nilikuwa nina uwezo wa kujizuia, yani nilikuwa nina uwezo wa kufanya na nikikaribia nikawa na uwezo wa kuzuia nisifike kileleni kwa mapema. Na siku inayofuata nikajaribu tena kwa huyo, lakini sikutumia. Kwa siku nyingine nikajaribu, sikutumia. Nikasema labda nipo sawa, ila kuna labda vitu saba tu, kuna vitu baadhi havijakaa sawa tu labda akilini mwangu hivyo. Nikarudi ikapita siku, nikaja tena kwa mpenzi wangu nikajaribu. Nikasema ngoja nijaribu kwa kutumia labda na hizi Viagra labda zitakubali. Nikajaribu hadi na Viagra, lakini bado nikashindwa. Yani nikaishia pale pale tu, kitendo tu yani cha kuingiza, yani hata dakika 1-2 situmii na hizi. Yani kile kitendo tu cha kumuingilia tu nakuta labda nishamwaga, yani hata dakika 2, yani hata dakika hazichukui na nijikuta tayari nishamwaga. Nikajiuliza shida ni nini? Na kila ninavyoendelea ndo nakuwa hivyo, kila ninavyoendelea ni hivyo, kila nikijaribu nakuwa hivyo. Sasa sijajua tatizo ni nini. Unaweza kuona kaka huyu mwenye umri wa miaka 27 anavyozungumza, tayari anaagizia dawa niweze kumtumia dawa ya kuweza kuondoa tatizo hilo. Ametumia dawa ya Viagra. Dawa ya Viagra ni dawa ambayo ina kemikali na ina madhara. Nakumbuka kaka mmoja ambaye anafanya kazi ofisi ya mkuu wa mkoa kama miaka 10 au 12 iliyopita hivi, alikuja ofisini kwangu akasema, mke wangu ananilaumu sana tatizo hili la nguvu za kiume. Nikamwambia dawa ninayo, lakini hii dawa itakuletea matokeo ndani ya wiki 2 na itapaswa itumie kwa muda wa mwezi na nusu, ifanye mabadiliko yawe ya kudumu bila madhara yoyote na haikuzuii kufanya sex au kunywa pombe. Akasema hamna daktari, nataka dawa ya haraka haraka. By then nilikuwa nakaa nazo hizo dawa za Viagra ofisini kwangu, nikamuuzia dawa ile. Akaenda akaitumia. Lakini baada ya siku 3 akarudi kwangu akaniambia, daktari, dawa ile nimeitumia, nimefanya kazi vizuri, lakini saa 9 za usiku niliona dunia yote imekuwa ya njano na kichwa kinauma kweli. Sasa kuna madhara ya kutumia hizi dawa zenye kemikali, na ndio maana kaka huyu anashuhudia inaweza kukuharibu kabisa ukajikuta umelemaa, kama vile mkongo unaweza kulemaza watu wengine. Kwenye video nyingine nimeweka madhara ya mkongo, hiyo nimekuwekea ili uweze kuona jinsi gani ilivyo hatari sana kutumia dawa ambazo zitakudhuru wewe mwenyewe. Lakini ninachozungumza, mada nilionayo ni jinsi ya kuanza kuwa mtamu kitandani. Hatua ya kwanza, jifahamu wewe mwenyewe. Huyu kaka kutokana na tatizo la nguvu za kiume anajua kabisa hawezi akaonekana mtamu kwa wanawake. Kwa hiyo lazima ujijue mwenyewe una udhaifu gani na ushughulikie mapema. Una mapungufu gani? Kwa hiyo kama mwanamume hajui kwamba mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake, itakuwa shida sana. Kadhalika, kama mwanamke hajui mwanaume kwamba ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake na jinsi ya kulishughulikia kila eneo. Kwa mfano, korodani za mwanaume hujui unazifanyia nini, chuchu za mwanaume hujui unazifanyia nini, kitovu cha mwanaume hujui unakifanyia nini, muunganiko katika makalio na kiuno, kuna vitu vya kufanya pale. Hujui mahali pa kulamba pakoje, pa kunyonya pakoje. Wewe unachojua ni kunyonya na kukojolewa tu basi. Ufikiria kwenye mtihani wenye maswali 14, wewe ukajibu 4, utafaulu huo mtihani? Haiwezekani kabisa. Kwa hiyo ni muhimu mwanamume ajue kwamba mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo ufundi wake ujue, na mwanamke ajue mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo ajue ufundi wake, vitu gani vya kufanya. Sasa utakapokuwa umejikamilisha na kujiona kwamba uko sawa, yafuatayo ni muhimu sana ili uweze kuonekana kwamba wewe ni mpenzi mtamu. La kwanza, uchangamfu. Onyesha uchangamfu kwamba unafurahia kuona huyu mtu. Hilo ni jambo la msingi sana. Jifanye kama vile unao muda wote, hauna haraka, muda wote uko chini ya mikono yako, na yaani huna haraka yoyote. Hilo ni jambo la kwanza sana. La pili, hapo ukiwa unayajua yale maeneo, sawa, hilo la pili, usifanye mapenzi kibubububu. Jitahidi kuongea, kumuongelesha mwenzio. Hivyo, fanya hivyo. Baby, hiyo ni tamu. Onyesha, toa sauti. Usifanye mapenzi kama bubu. Sawa? Mikono yako isitulie pale ambapo unanyonywa au unamnyonya mwenzio.
mikono yako tu, mdomo unafanya kazi, lakini mikono ifanye kazi. Sawa, mikono yako ifanye kazi. Umekaa chini unatiwa, sawa, lakini mikono yako papase mwanaume, miguu yako ikuje, mkalie kwenye makalio pale, chezesha kiuno, kata kiuno, onyesha kwamba na wewe uko active, unashiriki kwenye lile tendo kwa kuonyesha kwamba unatumia viungo vyako kikamilifu. Usikae tu pale kama samaki kwenye sahani aliyekufa, haipendezi kabisa. Kwa hiyo lazima uonyeshe kwamba na wewe unashiriki kikamilifu. Wewe sio mtazamaji, na wewe ni mchezaji katika mechi hiyo. Hilo jambo la msingi sana. Mwangalie machoni uweze kupata ujumbe, anafurahia au anaigiza. Onyesha unafurahia unapokuwa na mwenzio, be excited, unasema wazungu, kama vile alivyokuwa na furaha mwenzio, na wewe vile vile onyesha furaha. Kama vile hivyo na uchangamfu mwenzio, na wewe onyesha uchangamfu kwenye sauti yako, kwenye maneno yako, tabasamu lako, lote linatoa picha kwa huyu mtu anafurahia kuwa na mimi mahali hapa. Usiache kumbusa, endelea, badilisha mikao, anza kupendekeza mikao tofauti na ile. Wewe ni mwanamke, wewe ni mwanaume, sio tu mmoja tu anayemiliki mchezo. Kila mmoja awe na uwezo wa kumiliki mchezo, na ndio mchezo unakuwa mtamu. Onyesha udadisi, jaribisha kitu kipya tofauti na kile alichokizoea, jaribisha kufinya, ng'ata makalio. Umeshawahi kung'ata makalio yake? Ng'ata makalio yale, ng'ata mapaja yale, ng'ata, kuna lamba kidogo. Be curious, jaribisha kitu kipya, uangalie kitapokelewaje. Jaribisha kitu tofauti, unakipokeaje hiki? Ndio maana ya kuwa na akili. Unafanya tu yale mambo yale, unajipia, atakukinai. Hilo jambo la msingi sana. Onyesha wazi kabisa kwamba mwili wa mwenzio una mambo mazuri. Mwambie matiti yako mazuri nikiashika, makalio yako mazuri nikiashika, nikiingiza dulu langu huko ndani nasikia joto zuri, nasikia utamu vizuri, unanibana vizuri. Onyesha, mwambie, mpe feedback, mpe mrejesho juu ya maumbile yake. Nakipenda kitambi chako, unakilamba, unalamba kile kitambi, sio asijisikie vibaya kwamba ana kitambi. Kilambe kile kitambi, kibusu kile kitambi, onyesha kwamba kitambi chake hakikutishi. Sasa unalishangaa tu kitambi, lilambe kuthibitisha kwamba kitambi chako nakipenda, japokuwa na kitambi lakini nakupenda hivyo hivyo. Ndio jambo la msingi sana. Hilo jambo la msingi sana. Toa miguno, sawa? Toa miguno, tumia mafuta. Kuna mafuta maalum, sawa, ya kufanyia mapenzi ambayo yanaweza kukusaidia uweze kupata ladha tofauti. Haya mafuta yani, kuna mafuta kali, mafuta maalum haya nimekutengenezea na ninaweza kukutumia, yanaitwa Insexy. Haya mafuta utahitaji. Kuna mbinu, kuna video maalum ambazo zinakufundisha jinsi ya kutumia mafuta katika mahusiano yako ya mapenzi. Unaweza ukayaagizia kutoka hapa Kliniki ya Afya ya Mapenzi. Ni mafuta ambayo yana ladha nzuri, yanamtengenezea mzuri na harufu nzuri, vile vile kufanya masaji na kunogesha maeneo mbalimbali ya viungo vyenu. Wewe ni mwanamke, unahitaji mafuta ambayo of course mwenzio atajivunia kusikia anapata utamu wa ladha tofauti na ile aliyokuwa ameizoea. Agizia mafuta haya, gharama yake wala sio kubwa sana, tuwasiliane. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo unapaswa uyafanyie kazi ili uonekane mpenzi mtamu. Anza kuwa mpenzi mtamu leo. Agizia na video zaidi ya 60 GB 21 zinakuja kwa njia ya email. Kama hujui email ni nini, na kuwekea maelekezo pale chini iwapo una simu kubwa. Na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali sana jisajili, subscribe, ili usikose video nyingine ambayo inakuja hapa maksusi kabisa kukunufaisha wewe katika elimu, kwa maana Mwenyezi Mungu amesema watu wangu wanaangamia kwa
kukosa maarifa. Watu wa Mungu kabisa, Mungu anasema watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Lakini si hilo peke yake, akasemaje? Akasema watu wasiokuwa na maarifa sitawaonea huruma. Kitabu cha Isaya sura ya 27 mstari wa 11, Mungu anatangaza, anasema watu wasio na maarifa sitawaonea huruma. Utaomba sana, utakecha sana, utatoa sadaka sana, utaenda kwa mashehe, kwa wachungaji, watasema sana, lakini kwa sababu huna maarifa, Mungu amesema hata kuonea huruma. Isaya 27 mstari ule wa 11 utakutana na maneno haya. Tafadhali zingatia. Mafundisho haya ni kwa ajili ya wanandoa. Kama wewe ni mzinzi, tafadhali sana ingia ndani ya ndoa, utulie na mtu mmoja, kwa sababu huo ndio mpango wa Mungu aliyesema watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Mungu akubariki.